Karibu sana katika siku njema ya leo msikilizaji, siku ya Jumatatu tulivu, tarehe 29 mwezi ni wa 9 mwaka 2025. Uhali gani? Karibu katika ripoti ya leo ya EFM. Karibu hapa tuzungumze kuhusu maisha halisi ya kweli ndugu zetu wanapitia, wanayaleta kwetu, nasi tunayawasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Leo tunaendelea na mkasa wa ndugu yetu, mpendo wetu, rafiki yetu ambaye amewasilisha mkasa wake kwetu, nasi kwa moyo mkunjufu kabisa tunawasilisha kwako. Ndio, karibu sana. Siku ya Ijumaa kuna mahali tuliishia ndugu yetu mpendo wetu anaitwa Asia akitueleza. Asia alitueleza kwa habari ya kufanikiwa kwa hatua kubwa sana. Mpenzi wake, la azizi wake, aliporejea kutoka masomoni alimkuta mtoto, ndio ambaye mengi Asia ameshia pamoja nasi. Lakini zaidi sana ulikuwa ni wakati wa huyu mwanaume kutoka katika nyumba yake na kuhamia kwa Asia, na mahali hapa walipika na kupakua kama mke na mume. Kwa hiyo Asia alifanikiwa kwa sehemu kubwa kwa sababu huyu mwanaume sasa wako naye pamoja. Ni vile tu kuna changamoto za ukamilishaji wa talaka, na ni kwa sababu huyu mwanamke amekuwa akiweka pingamizi la yeye kupewa talaka, lakini haizuii wawili hawa kuwa pamoja. Na Asia anasema mipango ilikuwa ni mingi sana, na tukisema hakitatokea chochote cha kuzuia mapenzi yao. Sasa Asia anatueleza Mungu akambariki akapata ujauzito wa mtoto mwingine. Na huyu baba akiwa anajua yeye pamoja na Asia Mungu anaenda kuwabariki watoto wanakuwa wawili, lakini sio kweli. Huyu mtoto atakayejifungua sasa hivi ndio mtoto halali kabisa wa huyu baba. Lakini huyu mtoto ambaye sasa hivi ni mkubwa ni mtoto ambaye Asia alimchezea karate huyu mwanaume. Karibu sana msikilizaji katika siku njema ya leo, tupige hatua pamoja. Haya ni maisha halisi ya kweli ndugu zetu wanapitia, wanayaleta kwetu, nasi tunawasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Huu ni mkasa wa ajabu sana na kushangaza, nami natamani sana ufuatilie mpaka pale tutakapokuwa tukihitimisha safari ya ndugu yetu anaitwa Asia. Asia anasema haya nimepitia katika safari yangu ya maisha. Ziko nyakati nilipitia mambo haya, niliona mjanja, niliona mimi ni mwanamke mwenye kupata chochote ninachokitaka katika maisha. Lakini nalo neno natamani kusema na mwanamke mwenzangu popote pale alipo, huenda kwa kusema kwangu inaweza ikawa ni sehemu ya kumsaidia, kumponya, na akamtoa haya kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Ndio Asia anasema. Asia anasema na ikumbuka siku hii sana kwa sababu kwa mara ya kwanza mdogo wangu alitamka kwa kinywa chake kuhusu mtoto wake. Sasa ni miaka imepita. Mtoto huyu amekuwa ni mtoto wangu na kipenzi changu, yani mume wangu mtarajiwa ambaye tunaishi naye hapa, amekuwa ni baba kwake. Anazungumza haya maneno, kwa nini anazungumza sasa hivi na kati haya ni makubaliano? Asia anasema tena wakati anazungumza hayo tayari nilikwisha kutoa pesa nyingi, mpaka sasa hivi amesimama kwenye biashara zake, ni pesa zangu, na haya yote yalikuwa ni makubaliano kati ya mimi na yeye. Leo ananiambia sasa na wewe umepata mtoto wako, na mimi natamani kupata mtoto wangu, niishi naye, niachie mtoto wangu na mimi nikamtunze mtoto wangu. Asia anasema sikutarajia kusikia kinywa cha mdogo wangu kikizungumza hayo. Hasira zilinipanda na nikamwambia ole wako ije siku kinywa chako kitamke tena ya maneno. Leo iwe ni mwanzo na leo iwe ni mwisho, kwa sababu hauna mtoto yeyote, hauna mtoto. Asia anasema basi ilikuwa hivyo, lakini nilijiuliza maswali nilipokuwa mwenyewe. Kwa nini mdogo wangu atamke kauli hii sasa hivi? Miaka imeshasogea. Kwa nini anazungumza hivyo? Lakini kwa sababu zilikuwa ni nyakati za habari njema. Ndio kwanza mimi nimejifungua mtoto wangu. Mume wangu kipenzi huyu akiwa na furaha sana, akisema hakika wewe ndiyo yule mwanamke ambaye Mungu alikuwa amenipangia. Kule kwingine ni shetani alinipeleka, lakini namshukuru Mungu kwa ajili hata ya watoto wale, maana wamekuwa baraka kwangu, lakini mke sahihi ulikuwa ni wewe. Huyu mwanaume akizidi kufurahia, sasa tuna watoto wawili, akisema nimshukuru Mungu kwa kiwango gani. Lakini pia huyu ni mwanaume anayependa kunispoili sana. Nilipojifungua mtoto
Mwanaume wangu huyu kipenzi changu anajua gari ya ndoto yangu. Anajua mimi ni mwanamke ambaye nina gari ya ndoto yangu. Na kwa kinywa chake aliniambia kwa zawadi za watoto nitakununulia gari ya ndoto yako. Tazama mimi ni mwanamke mwenye furaha kiwango gani. Sio kwamba sina shughuli nafanya, na shughuli zangu nafanya zinaniingizia kipato, lakini kiwango cha pesa ambazo zitahitajika kununua hiyo gari ya ndoto yangu ni pesa nyingi kidogo. Ni gari ya gharama kubwa, lakini mume wangu aliniahidi, ninakununulia gari ya ndoto yako. Umekuwa mama bora sana. Umekuwa mwanamke mzuri sana kwangu wa kunipa furaha kila siku. Najivunia wewe. Hizi zilikuwa ni nyakati za furaha sana. Baraka la ongezeko la mtoto zimeniletea furaha zaidi katika mahusiano yangu. Asia anasema basi nakumbuka muda nao ulizidi kusogea. Sikumsikia mdogo wangu akitamka sentensi hiyo. Mtoto wangu huyu mdogo alitimiza miezi 9. Nikiwa naendelea na furaha na ndoa yangu na maisha yangu, narejea tena ninamuita kwa majina ya mume wangu, kwa sababu mpaka sasa hivi ninavyozungumza amekuwa ni mume kwangu. Tunapika na kupakua, na kule alikwisha kuondoka kwa mke wake. Kwa hiyo tuko tunaishi pamoja na narejea tena. Mipango yetu ni mikubwa sana, na kadri siku zinazidi kusonga mbele ndivyo ambavyo nafurahia maisha ya ndoa. Huyu ni mwanaume wa tofauti sana na yule mwanaume wa mwanzo. Yule mwanaume wa mwanzo mimi mwenyewe nilikuwa nasema kuishi na mwanaume mlevi asiyekubali kubadilika ni kuendelea tu kujichochea umasikini, kujiondolea furaha ya maisha. Kwa maamuzi niliyoyafanya sijawahi kuyajutia. Kiukweli kabisa nimekuja katika sehemu sahihi. Nilikuwa na hofu zile siku ya mwanzo kwamba mbona kama sielewi, lakini huyu ni mwanaume sasa ambaye namwamini sana. Nakumbuka sasa mtoto wangu akiwa ametimiza hiyo miezi 9. Mdogo wangu alikuja hapa nyumbani. Amekuja hapa nyumbani, na siku hii kulikuwepo na yule mtoto wangu huyo ambaye sasa huyu ni mtoto wa mdogo wangu, lakini mume wangu na family wote wanajua kwamba mtoto ni wa kwangu, kutokana na namna ambavyo nilifanya maarifa ili kuendelea kuchochea mahusiano kati ya mimi na mpenzi wangu. Alipokuja kunisalimia na kumuona yule mtoto, akamwambia huyu mtoto, "Hujanikumbuka?" Sasa mtoto anajua huyu ni mamake mdogo. Akasema, "Nimekukumbuka mama mdogo. Nimekukumbuka sana." Mdogo wangu akasema, "Lazima unikumbuke. Na mimi pia nimekukumbuka sana. Najua siku moja hatutakumbukana hivi, kwa sababu tutakuwa pamoja. Tutaishi pamoja. Muda wote tutakuwa pamoja. Nitakupeleka shule, nakuja kukuchukua shule urudi nyumbani, nitakupikia chakula utakula. Haitakuwa inachukua muda mrefu kama hivi kuonana." Sasa huyu mtoto wangu ina maana yeye haelewi huyu mama yake mdogo anazungumza kitu gani. Nikamwambia mtoto aende. Kwa hiyo nikamtoa mtoto nikabaki naye. Nikamwambia, unazungumza nini? Unazungumza nini na mtoto wangu?" Akaniambia, "Dada, leo hii sijaja kama ulivyozoea. Leo hii nimekuja nataka mtoto wangu." Nikamwambia, "Mtoto wako yupi?" Akaniambia, "Usizungumze kana kwamba hujui chochote. Dada, mimi ni mwanamke pia. Nina haki ya kukaa na mtoto wangu kama ambavyo na wewe una haki ya kukaa na mtoto wako. Mungu kakujalia sasa hivi una watoto wangapi? Una watoto 3. Kwa nini unamng'ang'ania yule wa kwangu mmoja?" Asia anasema, nikamwambia, "Mdogo wangu, una akili wewe? Una akili timamu? Wewe si ndio wa kwanza ulikuja kuniambia kwamba una ujauzito na wewe mwanaume akakukataa? Wewe si ndio ulikuwa unataka kutoa ujauzito? Wewe ujauzito ulibaki sini kwa ajili yangu mimi? Mimi ndio nilikwambia usitoe ujauzito, sini mimi. Lakini wewe si ulikuwa unang'ania kutoa ujauzito. Wewe mtoto unamzungumzia ni upi kwanza? Ni upi kwanza? Mtoto unayemzungumziaga ulishatoaga ujauzito wako huko." Akaniambia, "Unajua unachanganyikiwa. Dada, sisi ni ndugu, alafu tusifanye mambo yakawa makubwa. Ninaomba mtoto wangu. Kama unataka nitumie nguvu, nitatumia nguvu. Lakini sitaki hivyo.
Kwa sababu kila anavyoleta hoja yangu, wewe unachojua ni kufoka tu, unachojua ni kufoka na kuniambia mimi si lolote, umenisaidia sana, sijui. Dada, nimekuja kugundua hakuna kitu chenye thamani zaidi ya mtoto wangu. Kama unazungumza kuhusu sijui pesa ulinipa nikafanya biashara, sijui sasa hivi nimesimama, naweza nikakurejeshia pesa zako, naomba unipe mtoto wangu. Asia anasema, nikamwambia mdogo wangu, kwa hiyo wewe unataka kuanzisha vita na mimi? Na umesimama hapo unaamini kwamba hiyo vita unataka kuanzisha na mimi utaishinda? Una uhakika? Una uhakika? Mdogo wangu akaniambia, nakujua wewe Asia una roho mbaya sana. Una roho mbaya sana wewe Asia. Kama uliweza kumchukua mtoto kutoka kwa baba yake ukaja ukampa baba mwingine ili upate ndoa, wewe ni mtu wa maana wewe? Unazungumza kuhusu nini kwanza? Unazungumza kuhusu nini kwanza? Una roho mbaya. Una roho mbaya. Umetoka kumfanyia hivyo mume wako, unakuja sasa hivi unamfanyia huyu mwanaume ambaye ameamua kutelekeza mke, amekuja kwako na yeye unamchezea pia hizo sarakasi. Ninaomba mtoto wangu, ninakwambia nitatoa siri zako zote kwa huyu mwanaume. Na sio huyu tu, na nitaenda kumwambia yule mume wako kwamba ulimnyang'anya haki ya mtoto wake. Ulimnyang'anya haki ya mtoto wake. Na ulifoji kila kitu. Asia anasema, nikamwambia, kwa hiyo kumbe waga unanionea wivu Kwa hiyo mipango yangu na mikakati yangu ambayo waga naifanya na inafanikiwa, wewe umekaa hapo unanionea wivu. Kwa unataka kuniharibia. Si ndio? Baada ya kuchota pesa zangu nyingi, sasa hivi unataka kuniharibia. Halafu unajua nitatulia. Si umeniambia mimi na roho mbaya? Na roho mbaya kweli. Tena hujaijua vizuri. Endelea kunichokonoa. Endelea kutaka unavyovitaka. Tutaonana wabaya. Nakumbuka mdogo wangu akaniambia hivi, by the way, sijashia na wewe hizi kwa sababu umekuwa ni mtu wa kupaniki tu muda wote. Ni kweli yule mwanaume nilipomweleza mimi na ujauzito alikataa. Ni kwa sababu tulikaa muda mfupi sana katika mahusiano. Kwa hiyo alipata mshtuko. Ni kweli aliondoka akihofia, na mimi nikaendelea na maisha yangu, yakatokea yalotokea baina yetu mimi na wewe. Lakini huyu mwanaume leo amerejea, anataka mtoto wake. Huyu mwanaume amerejea leo, anataka mtoto wake. Na yuko tayari kufanya kwangu chochote kuhakikisha anafidia maumivu na usumbufu wote, na yuko tayari kunioa. Wakati unapambania vya kwako, na mimi pia napambania vya kwangu. Baba wa huyo mtoto yupo na anataka mtoto wake. Naomba dada uiweke hiyo kichwani. Wakati unakaa unasema kwamba tutapambana, wakati unasema kwamba hii vita nani atashinda, ujue kuna mwanaume ambaye ndo baba halali wa huyo mtoto. Na huyu mwanaume wako sio baba halali wa mtoto wangu. Kila baba anatakiwa ajue. Ninakuomba sana. Maneno haya aliniambia mdogo wangu, nilishangaa sana. Asia anasema, nilishangaa sana akinieleza mwanaume ambaye amemtelekeza tangu ujauzito. Mwanaume ambaye amemuacha, tumekaa tumelea ujauzito miezi 9, amejifungua, nimechukua mtoto, nimemlea huyu mwanaume, anarejea anakuta mtoto, majina yote nimeandikisha ya mume wangu. Leo eti anakuja kuniambia yule mwanaume amerejea. Asia anasema, nikamwambia wewe ni mpumbavu. Tena mpumbavu, na utakufa maskini wewe. Nataka nikwambie kuanzia leo na cancel kila msaada ambao nimekuwa nakupa. Usitegemee kupata kwangu chochote. Nenda na huyo mjenga wako, muende sasa hivi mkapambane, akupa ujauzito. Wewe si una kizazi wewe? Akupa ujauzito. Hauna mtoto hapa. Tutapelekeshana ni mahakamani. Tutauana. Nakwambia tutauana. Hakuna mtoto wako hapa. Mdogo wangu aliondoka. Lakini alipoondoka aliniacha katika nyakati za maswali mengi na kuchanganyikiwa kwingi, kwa sababu mdogo wangu anajua mambo yangu sana.
mambo mengi nayafanya katika kupambania vitu vingi kwa ajili ya kimaisha, kimahusiano, anajua. Lakini sasa amenigeuka. Na huyu ni mdogo wangu, tumezaliwa naye baba moja mama moja. Haya anatueleza ndugu yetu mpendo wetu anaitwa Asia katika siku njema ya leo. Mapumziko dakika chache msikilizaji, na minarejea hapa na tusogee mbele zaidi. Asante. Yes, tunasogea mbele msikilizaji katika ripoti ya leo ya EFM, lakini zaidi ni kushukuru sana popote pale ulipo. Asante kwa kufuatilia ripoti ya leo ya EFM, kwa kusikiliza mkasa wa ndugu yetu anaitwa Asia, ambao ama kwa hakika ukiufuatilia tangu mwanzo na hata hapa tulipofika kuna mengi utajifunza. Na kumbuka msikilizaji, ripoti ya leo inakujia kila siku ya Jumatatu kuanzia saa 1 mpaka saa 2 kamili usiku, na Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa. Ndio, unaweza kutufuatilia kwa kupitia radio yako, unaweza kutufuatilia pia kupitia YouTube channel yetu ya EFM Tanzania. Una nafasi pia kushare na ndugu jamaa na marafiki, na tukaendelea kujifunza kwa kupitia maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia. Na mikasa ni mingi sana tumekuwa nayo. Na kama nilivyokuahidi, na kama hujanisikia nikikuahidi, na kuahidi tena leo ikiwa ni tarehe 29 mwezi wa 9 2025. Unaona tunaenda mwezi wa 10. Mungu anatujalia tunaingia mwezi wa 11 na tunaelekea kumaliza mwaka. Basi nikwambie katika simulizi tulizokuandalia za mwezi wa 10, mwezi wa 11, mwezi wa 12, hizi si simulizi za kukosa. Ni simulizi ambazo zimebeba mafundisho makubwa sana. Unaenda kumaliza mwaka ukiwa umejifunza vitu vingi, na unaenda kupokea mwaka ukiwa na nguvu mpya. Kwa hiyo kuendelea kufuatilia kila siku, usichoke, fuatilia, share kadri unavyoweza kwa ndugu jamaa na marafiki, tujifunze pamoja. Anaitwa Asia. Asia anasema nimeshtushwa zaidi pia na mdogo wangu kusema kwamba yule mwanaume eti amerejea kwenye maisha yake. Yaani inawezekanaje? Nikawa nasema jamani, hivi mdogo wangu ina maana ni kilaza kiasi hiki? Yaani ni mpumbavu kiasi hiki? Mtu ambaye alimpa wakati mgumu mpaka akawa anataka kujitoa uhai wake. Mwanaume huyu aliniambia ananipenda sana, mwanaume huyu mwenye 2 3, mwanaume hapokei tena simu, mwanaume mara ghafla amemblock, mwanaume ghafla hapatikani na kuonekana tena yule mwanaume. Dada bora mimi mimbaini toe, dada mimi maisha yangu basi tena, dada tafanyaje mimi tena. Tulia mdogo wangu. Wazo nililompa akalipokea. Tena akaendelea na maisha yake ya uhuru. Leo anarudi kwangu kuniambia hivyo. Nilishangaa, lakini nilisema nisikae kizembe, lazima niwe na uchunguzi. Akili yangu ifanye kazi katika haya. Asia anasema lakini siku zilizidi kusonga mbele, na hatimaye ahadi ambayo mume wangu alinipa aliitimiza. Mume wangu alininunulia gari ya ndoto yangu. Jamani, kuna gari tunaweza tukawa tunaziendesha, lakini ni gari ambazo tunaziendesha lakini si gari za ndoto zetu. Ila kuna nyakati unaweza ukaletewa zawadi ya gari ya ndoto yako, au wewe mwenyewe ukakusanya pesa zako ukaamua kununua gari ya ndoto yako. Sasa kwa kipato changu ni kweli ninajiweza, ni mwanamke mpambanaji, lakini gharama ya hii gari haikuwa rahisi. Lakini mume wangu kipenzi changu alisema nataka nikuone una furaha. Kwa hiyo rasmi nilikabidhiwa gari ya ndoto yangu. Hii ni siku ambayo nilifurahi sana. Na nilimshukuru sana mpenzi wangu. Nikamwambia asante. Tulipokutana tulizungumza pamoja. Tuliona mimi na yeye kuna vitu vinashabiana. Nilivunjwa moyo kwa mengi sana. Lakini pale ambapo niliamua kukubali moyoni mwangu kwamba wewe ndiye, na ikawa hivyo. Umekuwa baba mzuri sana kwa watoto wangu. Umekuwa mume mzuri, najivunia wewe kila siku. Asante kwa furaha ambayo unanipa kila inaitwa leo. Haya ni maneno ambayo nilimwambia mpenzi wangu katika nyakati hizi za furaha, na nikimwahidi nitampenda siku zote za maisha yangu, na nitahakikisha anafurahi katika maisha yake yote, maana nipo kwa ajili yake. Asia anasema mchuma ndo huo nao natamba nao. Heshima mjini ni kubwa sana. Gari kama hii mimi nikiendesha, ni gari ya maana,
ni gari inaheshimika. Yani mtu ukishuka tu kwenye mchuma mtu anajua huyu mtu huyu kilomita zinasoma, huyu mambo safi. Heshima inaongezeka hata kwa wateja wako, unajua, ambao mnaenda kuzungumza big business. Unapaki mchuma, unashuka, mtu anasema kumbe nazungumza na rich auntie hapa, niko nazungumza na rich woman. Yani sio mimi mwanamke nipo tu, yani niko najielewa, nafanya shughuli zangu za maana, na unaniona. Na mimi nikitokea hapo unasema yes, kuna mwanamke yuko hapa, ameshuka hapa mwanamke. Ili tu namna ambavyo ninavaa, najipenda sana. Yes, najipenda sana kwa sababu ni moja kati ya vitu ambavyo nilivipatia maarifa katika shughuli ambazo nazozifanya. Shughuli nazozifanya kuwafikia wateja. Mteja anaweza kukupa bei kutokana na namna anavyokuona. Kwa hiyo usmart unaweza kukufanya wewe ukakuza thamani yako, lakini ukiwa rafu ueleweki. Hata kama una akili nyingi kichwani, una madini mengi, lakini ule urafu ule, yani uchafu nini, mtu anaona mtu ambaye naye kupanga naye big deal ndo huyo. Watu wanaamini sana wanachokiona nje. Kwa hiyo nimejifunza mimi kama mwanamke kuwa na nywele nzuri. Yani na nywele nzuri. Kama unaamua kunyoa, unanyoa nywele zako zinakaa vizuri. Kuhakikisha pia unatunza ngozi yako. Kwa hiyo nimejifunza natunza ngozi yangu. Mimi ni mtunzaji mzuri sana wa ngozi yangu, kwa hiyo usichoke kunitazama. Lakini pia sio hivyo, mavazi ninayovaa nahakikisha navaa smart. Yani sivai tu kwamba navaa natoka, navaa tu najistill. Hapana. Navaa ninapendeza. Kwa hiyo muda wote niko smart. Mavazi navaa yako smart. Viatu ninavyovivaa nahakikisha havijachoka. Hata kama una viatu vingapi, hakikisha vinakuwa viko smart. Kwa hiyo nimejifunza, kwa hiyo niko smart sana. Ukiniona niko beautiful lady muda wote. Kwa hiyo naendelea vizuri. Asia anasema naendelea vizuri sana na furaha ya ndoa yetu imezidi kuongezeka. Mara ya tatu mdogo wangu alinitumia message. Unajua hizi mambo mimi na mdogo wangu tunapitia ni mambo ambayo ni ya mimi na yeye. Sijui, labda mdogo wangu alinisikiliza nyakati zile ambazo mimi nashika 200 300 yeye akiwa hana chochote. Leo tunarudi pale maskini hana choice. Leo amepata video 200 300 ananisumbua mpaka nawaza huyu alipaswa niendelee tu kumpa 200 300, nisingempa nafasi ya maisha awe mhitaji siku zote, mtu anitegemee mimi siku zote, asinge niletea usumbufu. Lakini kwa sababu nimemvusha mahali, sasa hivi ana nguvu ya kusimama, na ndio maana ananiattack. Unaona Kwa kuna muda hata nikawa nasema makosa ni ya kwangu mimi mwenyewe. Huyu ilibidi awe mkia wangu siku zote. Yani awe kula yake, maisha yake, yani mimi ninayawezesha maisha yake. Lakini hakuna namna. Sasa safari hii amenitafuta kwa message. Aliniandikia message kama waraka. Hakuna maneno tofauti aliyezungumza zaidi ya yale, lakini aliweka msisitizo na kuniambia, dada, naomba unikabidhi mtoto wangu kwa njia ya amani. Kuna siku nitakuja tamchukua mtoto na hautamuona. Mengi aliandika sana hapo. Lakini kikubwa ananiambia nina roho mbaya. Halafu na sijui kama na roho mbaya. Akiniambia nina roho ya kishetani. Na sijai kujijua kama na roho ya kishetani. Ninajionaga kama na roho nzuri ya kusaidia watu. Yani kwa namna ambavyo alikuwa ananichamba yani. Sikumjibu. Nimekaa kanifuata tena nyumbani. Siku ile nilikuta nyumbani. Na anajua maisha yangu, anajua timetable, anajua mume wangu anakuwa saa ngapi, anajua kwa anakuja siku ananikuta niko mimi mwenyewe. Akaniambia, nilikutumia message lakini naona hukunijibu. Yale niliyoandika kwenye message nimekuja kukuambia dada, naomba tukabidhiane mtoto kwa amani. Nikamwambia message sijaipata. Kwa sababu sielewi hiyo message unayozungumzia anapaswa nani aipokee, kwa sababu mimi sihusiani na hiyo message yako. Mtoto yupi? Akaniambia, kwa dada unataka tuingie vita.
Nikamwambia mimi kuingia vita mimi siogopi. And wewe unajua hizo vita unazosema tunaweza tukapambana, wewe unajua mara zote mimi nitaibuka mshindi. Ushawahi kuniona mimi na hofu? Hebu nikuulize, toka umeanza kuyazungumza haya maneno, umewahi kuniona na hofia au naogopa? Ogopa sana mtu ambaye ana hofu. Tena usimsogelee, kwa sababu hakuna chochote unachoniambia kinanitisha. Wewe uogopi? Wewe uogopi kuona kwamba na maneno yako lakini nimechili hapa? Acha uivu, acha roho mbaya. Uwe kinachokutesa ni roho mbaya. Nilimwambia mdogo wangu, umeona sasa hivi nimepewa gari na mume wangu kwa zawadi ya kumleta mtoto na watoto ambao tumebarikiwa, wewe unaona uivu. Kwa nini kuniharibia? Hapo kisha niharibia inakuaje? Hebu nikuulize, inakuaje? Akaniambia nikwambie, siku wewe kuja kujijua una roho ya kishetani itachukua muda sana. Nikamwambia nani ana roho ya kishetani? Akaniambia hivyo kukaa ukajigundua una roho ya kishetani. Ulimwacha mume wako yule mpole ila dhaifu lake ni pombe tu, lakini ulimfanyia nini? Uliumiza moyo wa yule baba sana na ukamnyang'anya haki ya mtoto. Nikamwambia hizo habari unazungumza kila siku. Unazungumza kila siku. Akasema ndio, kwa sababu nilishangaa. Na wewe ni dadangu, tumezaliwa tumbo moja. Kweli tunaweza tukazaliwa, wengine wakawa malaika tumbo moja, wengine wakawa ni mashetani. Wewe ni shetani. Uweze ukanidhulumu haki ya mtoto wangu. Kama ulifanikiwa kwa mume wako yule wa kwanza, kwangu mimi uweze ukanidhulumu haki ya mtoto wangu. Tutapelekana popote, utanipa mtoto wangu. Nikamwambia basi mimi sio Asia. Mimi siku hiyo huyo mtoto unampata, mimi sio Asia, nimelala. Ukitaka kumgusa huyo mtoto basi anza na mimi kwanza. Wewe hivi si unakusumbua? Anza na mimi. Nakumbuka siku hiyo tulizozana sana. Sana. Zaidi alizidi kunishambulia kwa maneno ya kwamba na roho mbaya, na sijijui kama na roho mbaya. Akiniambia kwamba wewe kila mtu unayempa msaada lazima utangaze kwa watu. Ujioni hiyo ni roho mbaya. Yaani maneno ya namna hiyo. Na mimi ni mtu wa namna hii. Kwa mfano, yaani kwa mfano unakuja na shida yako, ninakusaidia. Nina moyo wa kusaidia tu watu. Lakini siwezi kukusaidia, yaani kukusaidia tu lakini ndani yangu unaona hiyo ni sawa. Takusaidia lazima nitamwambia mtu fulani alikuja nikamsaidia, unajua sasa hivi ana njaa, ndio mimi namweka mjini. Yaani hata mtu aje nyumbani kwangu, labda aje ale chakula, labda ale vitu vyangu, yaani nitasema alikuja nyumbani kwangu akala kashiba. Yaani hivyo lazima ni mention hivyo vitu yani. Unaona? Sasa mdogo wangu ananiataki na kuniambia hiyo ni roho mbaya. Unaona, unasaidia kwa sababu unapomsaidia mtu, kwa nini uanze kumsema? Kwa nini uanze kumsengenya? Mdogo wangu aliniambia, hebu niambie, kwani siku hizi unaona kuna ndugu wanahangaika na wewe? Wanakuja kusema matatizo yao. Ni kwa sababu pamoja na umaskini wao wameamua kubaki hivyo hivyo wakiwa hawana, kwa sababu wewe maneno yako yanaudhi. Umemsaidia tu mtoto ada ya muhula moja, lakini kana kwamba umemsaidia mtoto mihula yote na chakula na mavazi, lakini kumbe umemsaidia muhula moja. Asia anasema hii kanikumbusha family member baadhi ambao kweli niliwasaidia. Lakini yani nikimsaidia mtu ndo kama anavyoeleza, na mimi kwangu nafikiri hiyo hali ni ya kawaida. Nikimsaidia nataka yule mtu aninyenyekee sana. Yani nikimuita akimbiaje mara moja, asipokuja naanza kumkumbusha. Yani wewe ukiwa na changamoto za mtoto wako ada, ujiwezi, unanielewa ndo unanikimbilia. Nikikuita unakuja kwa kunyata. Umesahau wewe. Wewe hapo si ndio ulikuja kwangu unalia. Mtoto ana ada. Wewe si ndio kwangu ulikuja unalia. Nyumba yako inachukuliwa. Wewe si ndio kwangu ulikuwa unakuja unalia. Madeni yamekulemea. Ningakusaidia. Si ulikuja ukala kwangu wewe. Kwa hiyo haya ni maneno ambayo mimi nimekuwa nikiyazungumza. Mdogo wangu hapa ananiambia, ndio maana sasa hivi sioni hata ndugu wakija kwangu wakihitaji niwasaidie. Na ni kweli, ni tofauti na siku za nyuma. Unajua mimi niliolewa na yule mwanaume wa mwanzo, kimaisha pia alikuwa yuko vizuri kama nilivyokueleza.
Kwa hiyo kuna baadhi ya ndugu wanaweza kakwama akanitafuta, bwana Asia nisaidie mtoto wangu. Lakini nimejikuta niko hivyo, mimi naona ni sawa kabisa. Hata kwa mfano mtu nikimkopesha pesa, ana shida, sijui anahitaji nini, yani nataka ninyenyekee. Nimemkopesha, nataka aninyenyekee, yani awe chini yangu. Na pia ndani yangu nikisikia mtu ana matatizo, yani ndo kama ni habari ambazo zinanifurahisha. Yani kwa mfano uniambie ndoa yangu ina migogoro, tasema jamani usiniambie, na niko tayari kuonyesha kama kutaka kumsaidia, ni jamani una shida gani jamani, yani. Lakini ukinichunguza ndani kama naona yani jamani nimemsaidia, alikuwa anaachika, sijui unanielewa. Yani mimi niko hivyo. Mdogo wangu hapa ananiambia kwamba nakupa makavu yako, wewe hakuna watu wanakuambia, mimi mwenyewe nimekuchoka na vitu kama hivyo. Nikupeleke mapumziko dakika chache msikilizaji, nami nitarejea hapa na tutasogea mbele zaidi. Asante. Sehemu ya 3 ya ripoti ya leo katika siku njema ya leo ya Jumatatu. Ndio ndugu yetu anaitwa Asia akiendelea kutujuza haya mengi katika safari yake ya maisha. Asia anasema maneno yote mdogo wangu alizungumza, basi nilinyamaza. Ndio, ila nilizidi kuona namna mdogo wangu ambavyo yuko serious katika hiki kitu ambacho anakisema, sio utani. Awamu hii kwa ujio wake anajiamini zaidi na anaonekana yuko kwa ajili ya mapambano. Na sasa amesema ataamua kuweka ukweli yeye mwenyewe, kama mimi nimegoma kumkabidhi mtoto wake kwa njia ya amani. Mtoto huyu amekuwa ni mtoto wa mume wangu. Tangu akiwa tumboni anajua kwamba ujauzito umeingia. Mtoto amekuwa na miezi mingapi tumboni mpaka mtoto anajifungua. Ila kwa sababu alikuwa yuko mbali, alikuwa masomoni na mahusiano yetu hayakuwa strong sana. Kumbuka nyakati ambazo ameondoka kulikuwa na sintofahamu nyingi. Maneno yale nilisikia, na mimi maamuzi ambayo nilifanya, kwa nini nimebeba ujauzito mapema, bora tu nitoe, nitakuja kuzaa naye baadaye. Kwa kuna mambo mengi yaliingia hapo. Lakini siku zote anajua huyu ni mtoto wake na anampenda sana. Leo hii kuja kumwambia huyu sio mtoto wake, na sio kwamba nilimsaliti, hapana. Ni kwamba niliona nimejikuta nimepata ujauzito mapema, na sijajua msimamo wako, yani nampa sababu zipi ambazo huyu mwanaume ataziamini. Ninaanzaje kumweleza huyu mwanaume kuhusu hilo? Yani hicho kitu kilinisumbua sana. Ninawezaje kumchukua mtoto wangu huyu nikamkabidhi kwa mdogo wangu na kumwambia huyu ni mtoto, ni wa mdogo wangu, nilikuchezea tu karata hapa? Ni mwanaume gani baada ya kumweleza hayo maneno anaweza akasalia kwako? Ina maana ndio itakuwa sehemu ya kumpoteza huyu mwanaume. Hiki kitu kiliniuma kichwa sana, kwa sababu namuona mdogo wangu, she is very 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 serious. Yani nahisi kuchanganyikiwa. Awamu hii ya mwisho alikuja kwa namna nyingine, na alinisema katika vitu ambavyo kweli ni vya kweli. Niliamua kumtafuta mdogo wangu tuzungumze, na nilimwambia mazungumzo yetu ni mazungumzo ya amani. Kwa hiyo nilimtafuta tuzungumze kwa njia ya amani. Nilimwambia mdogo wangu, kumbuka hichi ambacho unakitaka kinaenda kuharibu maisha yangu. Tuzungumze kwa njia ya amani, sisi ni ndugu. Wewe ni mdogo wangu. Hatuwezi ile jambo kulipeleka mezani kwa wazazi. Hatuwezi kupeleka kwa familia uko kwenye ukoo. Lakini tunaweza tukaongea mimi na wewe. Nikamwambia mdogo wangu, ni kweli mdogo wangu, unavunja makubaliano yetu kweli? Yani unataka kuharibu ndoa yangu kwa macho yangu mdogo wangu, kwa sababu huyu mwanaume, ina maana ukisema hivyo anaweza akaelewa vipi? Lakini kile nilichokuwa nakiamini, pengine kwa kumtafuta mdogo wangu, kwa kuzungumza naye kwa lugha nzuri, anaweza akanielewa. Lakini mapokeo ya mdogo wangu yalikuwa tofauti. Aliniambia, unataka kuishi katika hiyo dhuluma mpaka lini? Mdogo wangu akiniambia ni dhuluma,
Umemdhulumu mtoto wako kwa babake. Unataka kunidhulumu na mimi pia. Sio sawa. Sio sawa. Na kibaya zaidi wewe unaona ni sawa. Lakini mimi ni mama, namuona mtoto wangu anazidi kukua, uko naye. Anakuita wewe mama, ananiita mimi mdogo. Do you think kwamba mimi nitakuwa niko sawa? Unadhani ni pesa zinaweza zikanifanya mimi niwe sawa? Kwa sababu hapo nilishamwambia mdogo wangu, kama unahitaji fedha, huyo mwanaume amekuja kwenye maisha yako anataka fedha, mimi nitakupa fedha. Na ni kweli kuna gari yangu ile ambayo nayo, si mume wangu amekanunulia gari, kwa hiyo kuna gari nyingine ipo. Nataka niuze hiyo gari. Nikiuza takuongezea pesa, mdogo wangu, mimi nitakupa milioni 30. Na ni kweli nilikaa nikafikiria kichwani nimpe mdogo wangu milioni 30 imsaidie kuongeza mtaji kwenye biashara yake. Milioni 30 nimpe. Lakini mdogo wangu aliniambia, dada Asia, pesa zako za masimango, pesa zako nilimsaidia yule mbwa, pesa zako. Umeniona lini mimi nakuja pale kwako nakula? Lini umeniona mimi nakuja pale nahangaika na friji lako? Unamsimangia mtu mpaka chakula, unamsimangia mtu mikate. Leo unaniambia utauza gari yako, utaongeza unipe mimi. Hapana. Sihitaji chochote kutoka kwako. Nahitaji haki ya mtoto wangu. Mimi kama mama ni mlee, na mtoto anahitaji haki ya kumtambua mamake wa ukweli. Na nikwambie, kama umekuja kwa nia kwamba kuna namna yoyote unaweza ukanihonga, sihongeki. Mimi sasa hivi nataka na mwenzangu tujoin, tutunze familia yetu. Ili msimu mdogo wangu naweza nikamtafutia hata gaino mzuri, akaenda kamfanyia uchunguzi. Nitalipa chochote ili abebe ujauzito mwingine amzalie huyo mwanaume. Ananiambia hapana. Kinachonisumbua mimi nakosa amani. Hicho ndicho kinachonitesa, mdogo wangu aliniambia. Ni kweli nilikuwa nadhamiria kutoa ujauzito, basi ni bora ningetoa kuliko leo namuona mtoto wangu yuko mama mwingine na mimi niko tu. Hapana. Mdogo wangu alikataa kata. Akaniambia, naona umeshindwa njia kunikabidhi mtoto kwa amani. Kitakachotokea nisimlaumu yeyote. Kwa usiriasi ambao mdogo wangu alikuwa nao, nilimwambia mdogo wangu, nipe muda basi. Nipe muda. Unajua mdogo wangu, inahitaji muda. Inahitaji muda kwa sababu lazima nione namna gani naweza nikazungumza na mume wangu. Naweza nikafanyaje akanielewa. Naomba unipe muda. Ili sio jambo tu la kusema kwamba papa nikaliongea. Please, naomba unipe muda. Naomba unipe pia ushirikiano katika huu muda ambao unanipa, tafadhali sana. Akaniambia, mimi sifanyi hivyo kwa sababu tena kuonea wivu. Ningekuwa na kuonea wivu, ina maana ningekutaka wewe pesa. Lakini hili jambo sio la pesa. Dada Asia, naomba unielewe katika hilo. Nahitaji amani ya moyo wangu, na mimi nahitaji kujenga familia yangu. Najua Mungu anaweza kanibariki nikapata mtoto mwingine, lakini siwezi nikamwacha mtoto wangu katika mazingira kama ambayo nimebeba tumboni miezi 9. Wewe unajua. Na sio tu miezi 9, nimemnyonyesha mtoto wangu, unajua namna ambavyo tumekuwa tukihangaika na wewe mtoto. Yaani nilichoka. Nikamwambia sawa. Nimekuelewa. Asia anasema nilipatwa na hasira zisizokuwa za kawaida. Hasira ziliwaka ndani yangu, yani ndo kwa mara ya kwanza nilisema mimi labda naweza nikawa na kitu ndani yangu sio cha kawaida. Kwa sababu nilipatwa na hasira zisizokuwa za kawaida. Nakumbuka nikarudi nyumbani. Nimerudi nyumbani, nikawa chumbani, nikajihisi kuchanganyikiwa, nikavunja vitu. Yaani sielewi. Hata mume wangu akaniambia, kuna nini? Mbona hivyo? Nikamwambia naumwa. Ni nini na huyu mwanaume nikimwambia habari naumwa anachanganyikiwa. Kichwa kinawaka moto. Mdogo wangu hapa kanikalia kooni. Yaani kanikalia kooni, mtoto naye huyu hapa. Na anajua huyu mtoto nilivyompokea ni mtoto wangu. Ninamlea kama mtoto wangu huyu mkubwa huyu.
ninawalea watoto wangu kwa upendo mkubwa. Hadi namwambia, kwani simlei vizuri? Kwa nini unanifanyia hivyo? Lakini kwa nini unanifanyia hivyo? Kwa nini unataka kuua ndoa yangu? Kwa nini unataka kukatiza maisha yangu na furaha yangu? Ananiambia, hapana, siwezi kuendelea kuishi hivyo katika utumwa, kwamba mtoto wangu yuko sehemu na sina haki ya kumlea. Yaani maneno yananishangaza. Nataka nikwambie, mdogo wangu yuko serious kuliko nilivyokuwa nafikiria. Nimeshaona pesa haiwezi kumbadilisha mdogo wangu katika maamuzi yake. Asia anasema, ndani yangu nikajiambia, sasa hapa ina maana lazima nichague moja. Nikubali kumtoa mtoto, niharibu ndoa. Nikatae kutoa mtoto, nimshughulikie mdogo wangu. Asia anasema, na nakwambia rafiki yangu unayenisikiliza, hizi roho mbili ziliamka kwa kasi ndani yangu, kwa kasi ya ajabu. Asia anasema, napoyakumbuka haya mwili wangu unatetemeka. Roho hizo ziliibuka kwa kasi ndani yangu, zikiniambia, kwa hiyo uko tayari kumpoteza huyo mwanaume ambaye wewe mwenyewe unasema ndio mwanaume wa furaha ya maisha yako. Na nataka nikwambie, yani huyu ni mwanaume bora tena. Yani ni mwanaume wa kunipa furaha sana tena. Tumepata mtoto wetu, tunaishi maisha ya furaha. Mwanaume ananispoili kila siku, ananipa kila aina ya furaha. Niko tayari leo kuachika. Maana ninawezaje nikazungumza lugha ikaeleweka? Ina maana naenda kupoteza kila kitu. Nawaza, nimfanye nini mdogo wangu kumnyamazisha? Anyamaze, asiongee. Sio asiongee siku hiyo tu, asiongee milele yote. Kinywa chake kisifunguke na kusema, anyamaze. Dakika za mwisho nilimwambia mdogo wangu, hii bado itabaki siri yetu, na mimi nataka nipate njia sahihi ya kuzungumza na mume wangu ili mambo yasiwe makubwa. Nipe muda. Na katika kunipa muda, nahitaji support yako, nahitaji ushirikiano wako. Hili jambo ni la sisi sote. Unachoniambia nimekuelewa, lakini nahitaji support yako sana. Asia anasema, katika haya mawili niliyatafakari sana, na moyoni mwangu nikasema, siko tayari. Siko tayari kumtoa huyo mtoto. Siko tayari kupokea hiyo aibu, siko tayari. Lakini pia siko tayari kumwacha huyu mwanaume, haiwezekani. Kwa hicho kitakachotokea, akajua ukweli wote wa mambo, nataka nikwambie huyu mwanaume ataniacha. Hata amini kama kweli kabisa nilikuwa nampenda toka mwanzo. Hata amini mimi ni muongo. Hata nikimwambia ni vile nilikuwa sijakuelewa na wewe ulionyesha unataka mtoto ndio maana nikafanya hivi, I know hawezi kunielewa. Kwa hiyo nini ambacho kimesalia ndani ya moyo wangu sasa hivi ambacho ndio unaona hii ndio njia sahihi? Ina maana ni kumnyamazisha mdogo wangu. Napaswa nimnyamazishe mdogo wangu asiongee tena. Asia anasema, hiyo roho iliibuka ndani, lazima nimnyamazishe mdogo wangu. Nikilala usiku nikiamka nasema lazima nimnyamazishe mdogo wangu. Nilimtumia message mdogo wangu nikamwambia, mdogo wangu nakupenda sana. Tumefanya mambo mengi sana pamoja. Tumeshirikiana katika shida, katika raha, katika nyakati hata ambazo nilikuwa na haso na hangaika, ulikuwa unaniombea. Tumepambana sana. Na kuomba usinikatie tamaa. Naomba mdogo wangu nivumilie. Naomba unipe muda kidogo, kwa sababu nimeshaanza kutengeneza mazingira ya kuzungumza na mume wangu. Na mdogo wangu akaniambia, dada, sifanyi hivyo kwa sababu unapenda. Nafanya kwa sababu hata mimi dada inanisikitisha, inaniumiza sana. Lakini hatuwezi kuongea uongo maisha yetu yote. Lazima tuzungumze ukweli dada. Na mimi nikamwambia, nimekuelewa. Ndio kama nilivyokuambia, nahitaji support yako. Akaniambia, dada, mimi 24 hours nipo kwa ajili ya kukusaidia kuhakikisha hili jambo linakuwa kwa wazi na kila mmoja anakuwa na amani. Huu utumwa tunavyofanya huu ni utumwa. Nikamwambia, mdogo wangu nimekuelewa, lakini hujaniambia kuhusu yule mwanaume. Ni kweli kabisa yule mwanaume umemwambia una mtoto? Umemwambia una mtoto mimi niko nakaa naye? Akasema, hapana dada, nimemwambia tu nina mtoto wako
lakini sijamueleza kiundani zaidi kwa sababu nilikuwa nataka niendelee kumchunguza. Je, ana dhamira ya dhati? Japo nimejua dhamira yake ni ya dhati dada. Nikamwambia sawa mdogo wangu, nakuelewa mdogo wangu. Kwa hiyo Asia anasema hapo nikawa nimejua kwamba ni kweli ana mwanaume ambaye huyo mwanaume walitengana naye, ndo huyo alimpa ujauzito kwa mkataa, amerudi lakini hajamueleza kama mtoto ni naye mimi, ila amemwambia mimi na mtoto wako. Kwa alikuwa anaendelea kumchunguza. Kwa hiyo hii kanipa ujasiri kwamba nitakapomnyamazisha mdogo wangu, atakaponyamaza atanyamaza milele na sauti yake haitasikika tena. Asia anasema hivi ndivyo ninavyofeel ndani yangu. Haya anatueleza ndugu yetu anaitwa Asia katika siku njema ya leo. Msikilizaji, huu ni mkasa wa ajabu kidogo, na mimi niko hapa kuhakikisha unasikia haya, na haya ni maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia na wanayaleta kwetu, nasi tunaiwasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Nikutakie usiku mwema, nikutakie usikilizaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea hapa EFM, lakini zaidi nikukaribisha tena kesho